Hakika unastahili, Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme, Mungu mkuu na mtakatifu. Asante kwa nafasi ambao umeitoa mchana wa leo, watu wako wakapokee kutoka kwako huduma ya neno lako takatifu. Asante kwa mtumishi wako uliyemwandaa mchana wa leo, kumtia nguvu na anointing ya Roho wako mtakatifu. Asante neno hili linapotimia katika maisha ya watu wako, maana Yesu ulikuja kuokoa kilichopotea, kutoka kwenye dhambi, kutoka kwenye vifungo, kutoka kwenye utumwa. Watu wako wakafurahie maisha, because there is abundant life in Christ. Bwana, hudumia maisha ya watu wako mchana wa leo, uzima wako ukatembee katika moyo wa kila mmoja, na sifa na utukufu wote Bwana zikakurudie. Unastahili nyakati zote. Pokea ibada ya mioyo yetu na utukufu wote, yote yanapotimia, ukiokoa, ukitakasa, ukiweka huru. Baba, utukufu ukakurudie. In Jesus name, amen. Karibu sana na kukaribisha. Karibu, viti hivi ni kwa ajili yako. Uliye mbali unayesikia sauti hii, you are most welcome. Karibu mtumishi wa Mungu Pastor Melvin, karibu sana. Yes, asante sana Pastor Kelvin. Mungu akubariki, na watumishi wa Mungu ambao pia wamejitolea wakati wao kufika hapa kusikiliza kwa Mungu. Nina uhakika Mungu hawezi kukusahau wala kukuacha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Namshukuru Mungu kwa nafasi hii, na namshukuru Mungu hata kwa uhai, kwa kuwa hai, kwa sababu sio jambo la kawaida. Namshukuru Mungu kuwa na afya nzuri. Ningeomba tu uende mbele za Mungu dakika hata kama ni moja, mwambie Mungu tu asante. Inamisha kichwa chako, nenda mbele za Mungu, mwambie asante kwa maisha, mwambie asante kwa afya. Mwambie unayo mambo mengi ya kumwambia Mungu asante. Mwambie tu Mungu asante. Usiniangalie, sio jambo la kawaida kuwa hai. Mwambie Mungu tu asante. Baba, asante kwa kutupa afya, kwa kutuwezesha kufika hapa. Asante Mungu kwa kutupa maisha. Asante kwa sababu ya afya uliotupatia. Asante Baba hata kwa uwezo na nguvu uliotupatia kufika hapa, kufanya shughuli zetu, kuweza kufanya biashara, kuweza pia kuja hapa hata kueneza injili yako. Tunasema ni asante Baba. Asante kwa yote uliotenda na yale unaenda kutenda kwa maisha yetu. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba yote tukiwa tumeamini. Sema amen. Mpe Yesu makofi, shangwe na vigelegele. Kwa nini nimekuambia ni vizuri kumwambia Mungu asante? Jana tumekuwa na mgonjwa ambaye alikuwa ameenda hospitali Kenyatta. Alipokuwa yuko hospitali alikuwa analia sana kwa uchungu. Madaktari wamejaribu kila kitu, lakini hawakuweza. Wakasema huyu mgonjwa wenu mchukueni aende akafie kule, kwa sababu hamna kitu chochote kinawezekana. Tumefika mwisho, hatuwezi kutreat. Tukaomba Mungu tu, tukamwamini Mungu, na hali ilikuwa hivyo. Imagine umeenda kupata msaada, lakini hata huo msaada hamna kitu, huwezi kusaidia. Ndio maana ni vizuri tu kujuana na Mungu, kwa sababu maisha haya yanakuaga kitu chochote wakati wowote. Katika hiyo hali nikapata tena habari nyingine ya ndugu mmoja ambaye alipata ajali, akagongwa na gari vibaya sana. Waga napenda kuambia haya mambo ili uone maisha kwa picha nyingine. Nafikiri ni muhimu sana kuangalia hata taarifa za habari, zinakuonyesha jinsi ambavyo mambo yako, jinsi ambavyo habari za dunia hii zipo. Ni habari mbaya za kuvunja moyo. Jamaa amepata ajali. Alipopata ajali akagongwa, nafikiri aligongwa na gari. Alipogongwa na gari, sasa watu wakasurround, wakaanza kutafuta watu wake ni akina nani. Wakatafutana mpaka wakapata ni akina nani. Wale watu walipokuta amegongwa na gari, yuko chini ana bleed, wakaamua wamuitie ambulance, kwa sababu vile alikuwa amefanya wasingeweza kumhudumia au kufanya chochote wala kumbeba, alikuwa ameumia sana. Wakaita ambulance, wakaitafuta ambulance, ikaja. Ambulance ilipokuja, wale watu wa ambulance wakamchukua vizuri, wakamtoa chini, wakamuingiza kwenye gari. Na ile gari walipomuingiza na watu wengine, I think ni 5 au ni 6 watu wa jamii, au I think ni 4 ni 5, sikumbuki namba vizuri. Wakaingia wote. Walipoingia, wanapeleka yule ambaye mgonjwa amepata ajali,
waende kumshughulikia, wakapata ajali, wote wakafa. Wao pamoja na yule amepata ajali walikuwa wanajaribu kumsaidia, wote wakafa, pamoja na ambulance na dereva na madaktari wote. Tutasema nini? Maisha haya ni upepo, hamna kitu. Hii mili tumebeba ni upepo. Wapendwa, tujuane na Mungu. Mpe Yesu makofi. Tujuane tu na Mungu. It is the only place you can be safe. Wapendwa, hata leo ukiombewa uishi miaka mingi, bado kuna siku utaondoka. Leo hata ukiwa na pesa, hata ukiwa mgonjwa leo, wapendwa, mimi nasemaga hivi, kitu kikubwa sana sio kuwa mgonjwa, sio kupatikana na shida. Wapendwa, si kupitia hali yote ambayo unapitia, lakini katika mapito yako uwe na Mungu, kwa sababu maisha haya tuko hapa kwa muda, tuko hapa temporary. Mtu asikudanganye, hata ukiishi 1000 years, of which najua hata wewe unajua it is impossible. Huwezi fika 1000 years kwa hii dunia. Even 100 years is a problem. Tuongee kweli, our time on earth iko limited. Kwa hivyo the time you have, utilize it well. Na vile unaweza kuitumia vizuri, wapendwa, ni kuinvest kwa ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Invest kwa ufalme wa Mungu. Invest roho yako, invest nafsi yako, invest mwili wako. Every time, everything you are doing, hakikisha you are right with God. Sababu even when your life is taken, utakuwa salama. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. That is the safe gospel, ni kwamba wapendwa, repent for the kingdom of God is at hand. You can only be safe when you repent. You can only unaweza kuwa, wapendwa, safe when you are walking with this God. Maisha ya dhambi, maisha ya uovu hayatakusaidia. Wapendwa, maisha yoyote ambayo tunafuatanaga na umwili, kuna yale unataka. Wapendwa, yale ukitaka kuona uselessness ya hii mwili, enda mochari. Narudiaga sana hiyo. Ukitaka kuona uselessness ya hii mwili, enda mochari. Umaana wa huu mwili, wapendwa, ukitaka kuona umaana wa huu mwili, muamini Mungu, because this body is a temple of God. Hii mwili ni hekalu. Wapendwa, hekalu lako hakikisha la mtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maneno unayoongea, maisha unayoishi, matendo unayotenda, chochote unachowaza, hakikisha unawaza Mungu. Hakikisha unatembea na Mungu, kwa sababu Mungu ni wa milele, lakini mili hii ni temporary. Shida ni temporary, utajiri ni temporary, umasikini ni temporary, kazi tunazozifanya ni temporary, nyumba tunazoishi ni temporary. Wapendwa, sikiliza, kila kitu tunachofanya kwa mwili ni cha muda mfupi, lakini wakati, wapendwa, huyu Mungu ni wa milele. When you have God, when you are with this God, wapendwa, uko na umilele na una uzima wa milele. Mpe Yesu makofi. Leo nataka kufundisha ujumbe ambao nafundisha leo unaitwa The Wealth in True Worship. Utajiri katika ibada ya kweli. The wealth in true worship. Kwa hii dunia kuna ibada za kila aina, lakini nyingi sio ibada za kweli. Na ndio hilo somo nataka tujifunze. The wealth, ama utajiri ambao upo katika true worship. Kama kuna kitu shetani waga na fight dunia hii, it is the true worship, because the Bible says God is seeking for those people. Wapendwa, God is seeking for those people who will worship him in truth and in spirit. Those are the kind of people Mungu anatafuta. Listen wapendwa, naye wapendwa, ndio nakwambia, in this worship, katika ibada ya kweli, there is wealth, there is a blessing, there is prosperity, kuna mafanikio, kuna success. Bwana Yesu asifiwe. In true worship, nataka naweka misingi ili uelewe, and that is why the greatest thing ambayo shetani amekuwa napinga kwa mwanadamu kuanzia mwanzo mpaka leo, it is worship. Wapendwa, devil, kile ambacho alikuwa nampiga Adam na Hawa, it is so that they cannot worship God truly. Shetani alipokuwa mbinguni,
kile ambacho shetani alikuwa anatafuta kuanzia mbinguni. The devil alikuwa anatafuta to be worshipped like God. To be worshipped like God. Why did God create a man? So that man can worship God. We were created to worship God. And that is why kama kuna kitu shetani waga na fight. If you see different denominations, different religions, it is because the devil is bringing confusion in true worship. There are so many controversial na contradiction about who should we worship, who is the true God, which is the best church, who is that. Worship is the thing that the devil waga na fight. Kwa sababu wapendwa, in worship ndio hapo Mungu alipomuumba mwanadamu. The main purpose, nakwambia tena, the main purpose why God created man is so that man can worship him. Ndio maana unaona Biblia inasema God is seeking for those people ambao watamwabudu in truth and in spirit. He's not talking about a certain church. He's talking about in truth. In truth. In truth and in spirit. Nataka wapendwa, kwa kweli unajua, when you are talking about worshiping God in truth, it is not because what God will give you. When I'm talking about in truth, unajua sometimes we go to God ili Mungu kwa sababu ya mashida zetu. Si kwa sababu we need him in our life. Kwa sababu ya mashida zetu. That is not a true worship. True worship is whereby, wapendwa, unamwabudu Mungu kwa sababu ya ukuu wake, kwa sababu alikuumba, kwa sababu wapendwa, wewe ni kazi ya mikono yake. Wakati unamwabudu Mungu wa kweli, unampa utukufu kwa sababu ya kile amefanya. Unamwabudu Mungu kwa sababu Mungu asante, umenipa afya. Mungu asante kwa sababu uliniumba. Wapendwa, worship, it has nothing to do with things. That is the worship that God anaheshimu sana. Wapendwa, even when you go, wapendwa, hata katika pande ya giving to God, that is a worship. Nisikilize, most of the people, they give so that they can receive. That is not a true worship. We give God not just so that we can receive. It is true, Mungu waga anatupa back, but we don't give so that we can receive. We give God because we honor him. Mpe Yesu makofi. Umenielewa? I want a mind yako iwe kamili. Because some of the people waga wanauliza, no, I've been giving to God, but I'm still poor. I've been giving to God. Nimekuwa natumikia Mungu, lakini mbona mambo yangu haibadiliki? Any worship, wacha niabudu Mungu ili nipate kazi. Wacha niabudu Mungu ili nipate watoto. Wacha niabudu Mungu ili nipate bwana. Wacha niabudu Mungu ili nipate pesa. That is not a true worship. Worshiping God because he is God, that is a true worship. Mpe Yesu makofi. Na hiyo ndio kitu shetani ametaka, anaharibu sana. Anataka kuvuruga hiyo kwa mwanadamu. Today nataka wapendwa tusome. This is a very ni ujumbe ambao Mungu akusaidie uelewe. Nimesema the message ni the world in true worship. Nataka tuongee kuhusu Yesu Kristo. Somo letu linatoka kwenye kitabu cha Luke chapter 4 verse 1 to 13. Tasoma hilo somo. Najua ni kitu ambacho umekuwa unasikiza now and then, lakini najua Mungu anakujaga in different revelation. Nataka ufungue moyo wako, because I am sure the Spirit of God will go to minister to you, kitu ambacho kitakusaidia. Inasema hivi, na Yesu amejaa Roho Mtakatifu, alirudi kutoka Yordan, akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani. Nisikilize, na Yesu amejaa Roho, alirudi kutoka Yordan, akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani. Mstari wa 2, akajaribiwa na Ibilisi, na siku hiyo alikuwa hali kitu, hata zilipotimia aliona njaa. Taka nieleze huyo part. Verse 1 and 2. This was Jesus. Yule ambaye alimuongoza kwa jangwa ni Roho Mtakatifu. Jangwa ni mahali hakuna kitu. Naomba unisikilize vizuri. Roho Mtakatifu anamjia Yesu, alafu anamuongoza Yesu jangwani, mahali hakuna chakula,
mahali hakuna kinywaji, panaonekana kama ni mahali pa mateso. Alikuwa anaenda pale for fasting for 40 days. Yesu sio yeye aliamua, Roho wa Mungu akiwa juu yake akampeleka jangwani kwenda kufanya nini? Kujaribiwa. Akafunga pale for 40 days. Nataka unielewe, 40 days Yesu amekaa pale for 40 days jangwani, hakuna kitu chakula. Inasema kwa muda wa siku 40 nyikani akajaribiwa na ibilisi. Angalia, amepelekwa jangwani na roho, lakini yule anayemjaribu ni ibilisi. Ngoja niwaambie wapendwa, Mungu huaga hawajaribu watu. Nisikilize, kuna tofauti ya temptation na test. What God huaga anafanya kwa maisha ya kila mwanadamu ni kitu kinaitwa test. Katika test hakunanga uharibifu. Shetani ndio huaga anajaribu. Katika kujaribiwa kuna kuaga na kuangamia. For example, angalia Abraham. Abraham alikuwa hana mtoto for so long. Mungu akampatia mtoto anaitwa Isaac. Mungu alipompatia Isaac, God akamwambia, nimekupa Isaac, ninataka you give me back Isaac. That was a test. I want you give me back Isaac. Si kwa sababu Mungu alikuwa na haja ya Isaac. It was a test. Nisikilize vizuri sana uelewe. It was a test. Kwa hivyo Mungu huaga analeta test kwa maisha zetu. Shetani analeta temptation. Nataka utofautisha mambo mawili, test na temptation. Mungu akaleta test. Abraham akasema, God, sawa, mtoto I will give to you. Akaenda akajitolea. Wakati Abraham anachukua panga, anataka kukata mtoto, I give sacrifice to God, Mungu akamwambia, wacha usiue mtoto wako. Mpe Yesu makofi. Test. When God tests you, waga kuji kumaliza vitu zako ama kuzichukua. Lakini shetani anakujaga sasa kutempt. Ndio unaona mtu kama Job, ile hali yote alipitia, vitu vyake vyote vikanyolewa. Sio Mungu alichukua, ni shetani. Na ndio unaona hata shetani alipochukua, kwa sababu Job alimjua Mungu. What happened? Job alizidi kushikilia Mungu, Mungu akampa double kuliko vile alikuwa navyo mwanzo. Mpe Yesu makofi. Umenielewa? The difference between test na temptation. Sasa angalia Yesu. Sababu watu wengi wakipitia mambo, wapendwa, they think it's God. This morning kuna mahali nilikuwa kufundisha morning glory, and with something I was teaching, nikawa naeleza kuhusu, wapendwa, iko hivi. Kwa haya maisha, everyone ambaye unaona anasimama, kuna maeneo matatu. Nisikilize sana. Kuna maeneo matatu ya mafanikio ambayo ni vizuri kushika ili mtu asikudanganye. First thing, sikiliza. Nimekwambia kitu cha kwanza, mtu ambaye anamjua Mungu, Mungu ndiye anakuaga nguvu yake. Kwa hivyo Mungu anamfanikisha kwa vyote ambavyo anafanya nini? Anafanya. Unaona? Kitu cha pili, kuna watu ambao wanabidii kwa kazi zao. Nisikilize, nitakueleza hizo point tatu. Kuna watu wanabidii sana sana, na kwa sababu Mungu waga anasema, nitabariki kazi ya mikono yako. Wakati unabidii kwa maisha haya, wakati unaweka bidii, kuna mambo kwa maisha yako yanaenda wapi? Yanaenda juu. Ni kama unafanikiwa. Lakini nguvu yako ni ya mwanadamu wa kawaida. Kwa hivyo kuna kiwango hautafika. Kiwango cha tatu, kuna watu wamefanikiwa na siri yao ni shetani 100%. Wako na mali, wako na pesa, wanaishi maisha mazuri. Unaona, kati ya watu watatu, kila mmoja hapa, hata wale wanatembea, hata wale wamelala, kila mmoja yuko kwa category, yuko kwa line moja. One of those three categories. Ni gani upo? Kuna watu wanafanya, angalia, yule ambaye tegemeo lake ni Mungu, hakuna wakati atashindwa. Hata akionekana kama hana, hata akionekana kama mambo ni magumu, hata majaribu yakija, bado huyu mtu hata akipitia hali, mtu ambaye ana Mungu, kwa sababu Mungu ndio mwenye nguvu zote, finally lazima atasimama. Mpe Yesu makofi. Huyo mtu wa pili ambaye anategemea bidii yake na nguvu zake na akili zake, kuna kiwango fulani katamfikisha. Sasa shetani akija, huyo mtu hawezi kutoboa.
kwa sababu ana nguvu yake. Hawezi kutoboa. Ndio hapo unakuta familia shida, kila kitu shida. Umepata pesa ndio, una kazi ndio, shida kwa sababu nguvu yako haiwezi kukusaidia. Akili yako haiwezi kukusaidia. Unaona mtu amesoma, ni bidii yake. Kuna watu wamefanikiwa na bidii zao, lakini risk ya kutegemea bidii yako ni kwamba, wapendwa, we are fighting ile vita iko duniani. It is not ya flesh. Ni vita ya kiroho. Kwa hivyo wakati hauna Mungu, when you don't have a spiritual cover in you, ndio maana tunahitaji Yesu. You can be attacked. Mtu una bidii kazini, mtu una pesa uko nayo, lakini the spirits ambazo zina fight wanadamu, when they come to fight you, unaenda chini. That is the second person. Mtu wa tatu, there are people you see they are very successful. They own big businesses. They drive big cars. Wanajenga manyumba makubwa, lakini siri yao ni mashetani. They sacrifice to demons. They do. Hao watu wa aina tatu ndio tuko nao dunia hii. Iwe Kenya, iwe America, iwe South Africa, wako kwa hayo maeneo matatu. Some of the people wako hao watu wa aina tatu. Where are you? Nataka ujiweke. Wengi wetu wanakuaga kwa bidii yao. Percent kubwa kuna ya bidii wao. Percent ingine kubwa ni ya hii ya watu ambao wanatumia mambo ya nini? Ya kishetani. Wapo. Now, wewe ukiwa mtu wa kawaida, you cannot fight against someone ambaye anaenda kwa mganga. Naomba unisikize vizuri. This is very important to know. Anytime you are a normal person, wewe ni mtu wa kawaida, hauna Mungu, wewe ni mtu tu wa kawaida. Kwa sababu kama hauna Mungu, wewe ni mtu wa kawaida. Wacha nikwambie wapendwa, hawezi kuwa kwa Mungu bila kuamua kwa maisha yako. Hawezi kuwa wa Mungu without confessing. Sikize, there must be a confession. Hata kwa shetani, hawezi ingia kwa shetani without confession. Na ukiamua kuwa sasa kuna wanadamu wako watu wa kawaida. Neither are they kwa Mungu, neither are they kwa shetani. They are just mwanadamu wa kawaida. Ukiwa mwanadamu wa kawaida, what happens in your life? Shetani anakuanga tu kwa maisha yako. Anakucontrol, anakusukuma. These are spiritual things nakwambia. So hata maisha yako both kimwili yanakontroliwa, spiritually yanakontroliwa. Hawa ndio watu ambao usiku wataota mandoto ya ajabu. Hawa ndio watu watafanya mambo ambayo unashangaa. What happened to this person? Mbona alikuwa ni ndugu mzuri? Mbona alikuwa na kazi? Amekuwa wazimu vipi? What is happening? Kwa sababu in the spiritual realm hana protection. Huyu mtu wa kawaida ni mtu ambaye ataenda popote, hata mahali ambapo akikuta ni ibada za mashetani hawezi kuelewa. Atakuta ameingia pale, atakuta ametolewa sacrifices, atakuta wapendwa wamepoteza kila kitu, sababu haelewi wala hajui, ni mtu wa kawaida. Atakuta kazi yake haina protection, jamii yake haina protection. Unasikia? Haya maisha si vile unaona ati watu wanaishi wanakula kuna siri ya mafanikio. Wengi wako si wanatafuta kufanikiwa. Enda kwa makanisa, si wanahubiriwa prosperity saa hizi. Lakini wacha nikwambie, wakati uko na Mungu, when you have God wapendwa, hapo ndio ushindi na nguvu zote za mafanikio zipo. Mpe Yesu makofi. Ni hapo. Kwani si ni wanadamu wanaendanga kwa waganga? Ati unaenda kwa mganga ndio mke wako akupende, asione mwingine. Kuna watu wanaoperate kwa marriages na charms. Amefunga mke wake. Kwa nini? Na wewe ukiwa mtu wa kawaida, umeoa mke, nisikilize. Wewe ni mtu wa kawaida, ni mwanaume, wewe ni mtu wa kawaida. Mwanamke akikuchukulia charms, unakuwa mjinga. Mapepo zitakuaccess. Kwa sababu wewe ni mtu wa kawaida. Lakini when you know God, hata mtu akienda kwa charms, yeye ndio zinammaliza. Mpe Yesu makofi. Si wewe. Ndio maana unaona nafasi ya kumjua Mungu, you don't fear. Hakuna hofu. Unapomjua Mungu, hauogopi waganga, hauogopi uchawi, hauogopi lolote. Yani unapomjua Mungu, wapendwa, katika ulimwengu wa kiroho unakuwa a different level. You don't fear even death. You don't fear. You don't fear sickness. You don't fear anything. You don't fear poverty. Hata umasikini ukikuja, hata ukilose chochote unacho lose, unajua Mungu yupo na mimi. Utaanza kusema all things worketh for good. Mpe Yesu makofi.
mambo ya mtu ambaye ana imani, anamjua Mungu. Anasema yote yanafanyika kwa wema kwa wale ambao wanampenda Mungu. Kwa hivyo hautakuwa confused, hautakuwa na wasiwasi. Unaweza sema hata leo kama sina kazi, sina pesa, mambo yangu inakaa hivi, as long as, ndio maana unaona the Bible says, wapendwa, hii siri hata watu kama akina David, watumishi wa Mungu, walielewa. Wakasema, even though I walk through the valley of shadow of death, I will not fear. Shadow of death inamaanisha ni matatizo, ni challenges, ni shida, ni kifo. Unajua kuna shida zingine zinakuwaga ni kama kifo. Unatembea mahali mpaka unashindwa kutaenda aje. That is the shadow of death. Your marriage can be a shadow of death. You are there. Lakini wapendwa, when you have God, anasema ninapotembea katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa, maana najua nini? Uko na mimi. Mpe Yesu makofi. Lakini kama Mungu hayupo na wewe, that shadow of death itakuconsume, itakumaliza. Because shadow of death waga inafanyika kwa kila mtu, every person. Waga na time comes unatembea kwa shadow of death. Sickness, the shadow of death. Umasikini, shadow of death. Kuchukiwa, shadow of death. Kudharauliwa, shadow of death. Kukosa pesa, shadow of death. Haujui utafanya nini, haujui utalipa rent aje, haujui utakula nini, haujui nani wa kukusaidia. Unatafuta marafiki, no one is there for you. Your only wife is not there for you. Your husband is not there for you. Your children hawako hapo for you. Shadow of death. Now I'm giving you the secret. Angalia Yesu Kristo. Wakati Yesu Kristo amepelekwa jangwani, nani alimpeleka? Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu akampeleka Yesu jangwani. Sometimes tunapotembea jangwani waga tunasema shetani. Shida si kwenda jangwani. Shida ni the Spirit of God yuko na wewe. Sababu kama the Spirit of God yuko na wewe, lazima utashinda. Mpe Yesu makofi. Lazima utashinda. In that marriage, in that challenge, whatever you're going, lazima utashinda. Wapendwa, you know, people are too fast to conclude for themselves maisha yao. Watu waga wanakuwa haraka sana kujikatia kauli. Hawajui it is a period, ni wakati fulani wa kupitia hali. Wengine wamewekewa kupitia hali for 20, wengine wamewekewa 20 years, wengine wamewekewa 20 days, wengine wamewekewa 2 days. That is why Biblia inasema Jesus alienda kufast for 40 days, na kwa ule wakati wote aliokuwa ameenda kufast, Biblia inasema wakati ambapo ule wakati ulikuwa umeisha. In this life wapendwa, wacha nikwambie, shida zinakuwaga tofauti na zinakaa kwa maisha ya kila mtu kwa njia tofauti. That is why hapa najua kila mtu wapendwa, hata uso yako inaongea. Kila mtu anapitia hali, kuna kahali huko wapendwa, na ukiangalia kuna muda umekuwa hapo. Let me tell you wapendwa, kuna muda umekuwa kwa hiyo kitu. You are trying to find something, you are not coming out. Wapendwa, sikiliza, Jesus lazima zile 40 days zingeisha for God to manifest himself, na lazima ibilisi angekuja kumjaribu. Wengine wako jangwani right now. What you need wapendwa, that Spirit of God. Yesu hakujipeleka jangwani. Hakujipeleka. Kumaanisha kwa maisha haya, there is a time, the way God created, the way things are in this world, mtu asije akakwambia umerogwa. A time comes ambapo wanga unajipata umepelekwa na yule roho pale, na uko pale. Wazazi wako hawezi kukusaidia, baba yako hawezi kukusaidia, mke wako hawezi kukusaidia, marafiki hawezi kukusaidia. Wapendwa, the only help hapo inakuwaga ni Mungu peke yake. Ni Mungu peke yake. Sasa kama haujui Mungu, that is where the problem comes. Kwa sababu wewe unapofikishwa jangwani, what happens? The devil takes it over. Shetani waga anachukua. Wapendwa, Mungu wapendwa, ngoja nikwambie, si ati kwa sababu Mungu waga anatuexpose kwa shetani. Mungu waga anataka mwanadamu amshinde shetani. Ndio akawaambia wanafunzi, I have given you power and authority over snakes and scorpion. Mpe Yesu makofi. Wewe umeumbiwa kushinda majaribu, sio kushindwa. But there must be a secret behind, of which ni Yesu Kristo now. Yeye anasema kama vile alishinda ndivyo tutashinda.
Yale mambo ambayo unapitia leo, usifikiri ni tofauti na yale watu walipitia zamani. Ndio unaona Biblia inasema for that time. Hebu angalia, ngoja nikuonyeshe kitu hapa wapendwa. Naongea kuhusu the wealth in true worship. Shetani anajua katika kuabudu kuna ushindi, kuna baraka, kuna kuinuliwa, kuna afya njema. Just in worshiping. Watu wanatafuta healing. People are looking for healing. People are looking for prosperity. But they don't know in true worship hayo mambo yote yako. Sasa ngoja nikupe siri. Hauhitaji kuombewa maombi ya kutajirika. Hauhitaji kupakwa mafuta ya kuinuliwa. In true worship, whatever you need for this life, it is there. Mpe Yesu makofi. In true worship, I'm giving you a secret. In true worship, there is everything that you need. Na hiyo ndio shetani alijua, na ndio anapinga mpaka leo. That is why unaona wapendwa, shetani yuko ready ku raise hata altars na kufanya mambo ya kila aina so that people can lose the true worship. Sitaka watu wakisema kwa shetani kuna mali. They are not wrong. Nisikize vizuri. They are not wrong. Unaposoma Biblia, shetani kuna mali alimwambia Yesu, hivi vyote nilivyonavyo nimekabidhiwa. Ni nani alimkabidhi? It is only God. Tutasoma kwa maandiko. It is God. So shetani does not have anything of his own. Chochote shetani hutumia, it belongs to God. Anatumia to deceive you. Anatumia. Sa watu, most of the people hawaelewagi hii. Watu wakielewa hii, hatutahubiri utajiri. Tutahubiri salvation. Tutahubiri huyu Yesu. Tutahubiri the kingdom. Because it's only in the kingdom mahali ambapo kuna ushindi wote. Mpe Yesu makofi. Tumesoma mstari wa pili, inasema akijaribiwa na ibilisi, na siku hizo alikuwa hali kitu, hata zilipotimia aliona njaa. Mtumishi wa Mungu, naomba unisomee kwenye kitabu cha James chapter 1 verse 13 to 15. James chapter 1 verse 13 to 15. Inasema nini? Amen. Amen. Waraka wa Yakobo sura ya kwanza mstari wa 13. Mtu ajaribiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Halafu ile tamaa ikiisha kuchukua mimba, huzaa dhambi. Na ile dhambi ikiisha kukomaa, huzaa mauti. Basikia, mtu anapojaribiwa asiseme anajaribiwa na Mungu. Nasikia watu wanasema hii ni majaribu Mungu ameleta kwa maisha yangu. Lakini nakuonyesha picha ya Yesu. Yesu akapelekwa wapi? Jangwani. Roho akampeleka pale. Yule alikuja mjaribu ni nani? Ibilisi. Na sasa sikiliza vizuri, nataka uelewe hii point. Ibilisi akaja kumjaribu Yesu. Alipokuja kumjaribu Yesu, kumbuka Yesu alikuwa amefast for 40 days. Sasa njaa imeingia. Nataka kidogo tupitie majaribu ya Yesu, uone what happened. Kuna kitu nataka hapo uelewe. Kuna kitu Mungu anasema, mtu anapojaribiwa asiseme najaribiwa na Mungu. Mungu hawezi kumjaribu mtu, lakini ni tamaa ya mtu. Tamaa yako ni gani? Angalia, anaongea kuhusu process ya kabla ifike katika dhambi. Kwa hivyo nikwambia, kila jaribu mwisho wake usipoweza kushinda inakuwa dhambi. Na kumbuka, mshahara wa dhambi ni mauti. Si kurogwa, mtu amerogwa. Ni vizuri kuelewa haya mambo.
Wakati mwingine tunaomba pasipo ufahamu. Wakati mwingine tunaabudu pasipo ufahamu. Watu wako makanisani lakini shida zao haziishi. Watu wanaombewa kila mahali lakini shida zao haziishi. Sikiliza, kwa sababu mafundisho yamekosa. Wale wanafundishwa watu kurogwa, waganga, wachawi, sijui nini. Sikiliza kile Mungu anasema. Yesu alijaribiwa kama vile wewe na mimi. Yuko jangwani. Nimekueleza jangwani ni mahali ambapo hamna kitu. Wakati mwingine tunapitia hali ngumu mpaka tunafikiri kwamba Mungu ametuacha. Kwa sababu watu waga wanaangalia ile period unapitia kitu. Umekuwa unapitia muda fulani, labda challenges kwa marriage yako. Labda umekuwa unapitia challenges fulani kwa maisha financially. Umekuwa unapitia kitu fulani kwa afya yako. Mwili wako labda unaugua, umekuwa unakusumbua. Like unafika mahali unasema kweli Mungu yupo. Nataka uangalie watu kama akina Ayubu. Watu ambao walikuwa wanamcha Mungu. Jamaa alikuwa amejaa vidonda kwa mwili. Wakati huo bado yuko na Mungu na vidonda vyake viko kwa mwili. Mungu amponyi kwanza Ayubu mwili. Sikiliza, Mungu hakuponya Ayubu kwanza vidonda za mwili. Ayubu alikuwa tayari anasikia uchungu, anajikuna. Ukisoma maumivu ambayo Ayubu alikuwa anapitia. Ndio nakwambia kizazi cha leo hakina ufahamu kabisa wa Mungu. Watu wengi hawana. Ukifutwa tu kazi, umeacha Mungu. Sisi kwani watu wanaingizaga Mungu kwa shida zao. Mtu anaacha kwa sababu ndoa yako haikufanya kazi, kwa sababu sijapata watoto, kwa sababu sina pesa. Hauna haja na Mungu. Ndugu yangu, ngoja nikwambie, hilo ni jaribu na lazima ulishinde. Usipolishinda hautatoka hicho kiwango. Lazima ulishinde. Lazima umwamini Mungu. Kwa hiyo period, unaona hiyo wakati wa kungoja. Huo wakati wa kungoja ndio watu wengi waga wanafanya mistake. Watu wengi hufanya mistake, wanajikosea. Wengine wanaona Mungu amechelewa sana. Mpaka hapo ndio wengine wanatabiriwaga uongo. Wanaambiwa ninaona Mungu akikuja baada ya siku 7. Hakuna kitu kibaya kama mahubiri ya uongo ama unabii wa uongo, kwa sababu badala ya kukujenga uwaga unakuvunja. Kwambia baada ya siku 3 Mungu amesema, lakini hamna kitu baada ya siku 3. Sababu sio Mungu amesema. Sababu wewe unasikia sauti ya watu, sio ya Mungu. Lakini katika unapojifunza, kwa sababu wapendwa, imani ni kitu ambayo lazima uijenge wewe ndani yako. Mpe Yesu makofi. Ni kama watu wanapoenda kwenye gym, wanafanya mazoezi, muscles waga zina develop. My brothers, hata nikifanya workout, nikienda gym nifanye workout, sio mwili wako utagrow, ni wangu utagrow. Kwa hivyo inatosha kukwambia kwanza, the workout ambayo unajifanyia wapendwa, either italeta muscles za imani kwa maisha yako. Hauwezi kutegemea imani yako. Nisikilize, that is the truth. Wakati ndoa yako inaleta shida, you need to develop the muscles ya kujua how to deal with this. Nitaenda na Mungu wangu vipi? Nitaabudu Mungu wangu vipi? Nitaambia Mungu vipi? Why is these things haiko sawa? Lakini most of the people, they hawana muscles ambazo wamedevelop. Kwa sababu wapendwa, hata ukienda kwa gym, hauwezi kudevelop muscle within one day. The same thing with the spiritual things. The more you follow God, the more you follow the word of God, the more you follow the teachings. That's why you see Jesus Christ, the Son of God, angeteach watu more than everything. Angefundisha. Everywhere Jesus, Biblia inasema popote Yesu alienda, alitenda mema, aliwafundisha. Kwa sababu faith sio maneno. Ndio Wakristo wengi wanasema I believe I will live, I believe I will be rich, I believe, lakini no action. Because faith is not in words. Faith is a real thing. Mpe Yesu makofi. It is a real thing in you. Mpaka ufike kiwango unajua God will do it. God will do it for me. Sio kwa sababu yule amesema, sio kwa sababu yule hajasema, sio kwa sababu tuko wengi, sio kwa sababu niko wachache. Mpaka udevelop your muscles ufike kile kiwango. Because temptation must come. Tests zitakuja. Na usiposhinda utabaki pale. Tumeambiwa unapojaribiwa wapendwa, tamaa yako ni nini? Wakati tamaa yako ni Mungu kwa maisha haya,
Wapendwa, do you know, can I tell you something? Mungu waga anakutana na desires ya hati. Tamaa yako ikiwa ni Mungu, kama unatamani kumjua Mungu zaidi, if that is your desire, Mungu atakujaza hapo. Mpe Yesu makofi. Mungu waga anapeana the desire of your heart. What do you desire? It is your choice. Ndio Joshua akasema, mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Chagueni leo. It is your choice, the choice that you make. Hebu angalia wapendwa. Naomba tunapoendelea hapa, nataka tuelewe kitu hapa. Anasema hivi. Inasema hivi, tunaposoma mstari wa 3 inasema, Ibilisi akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, liambie jiwe hili liwe mkate. Shetani ana tabia ya kucreate sisi kumdoubt Mungu. Ndio maana alimwendea Yesu akamwambia, kama wewe ni mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu ni nani? What does it mean kuwa mwana wa Mungu? Isikilize, nataka unielewe vizuri. Kuwa mwana wa Mungu ni nini? Sisi wote tumeumbwa na Mungu, sisi wote ni viumbe wa Mungu, lakini sisi wote si wana wa Mungu. Mtu anafanyika mwana wa Mungu aje? Sikiliza nikupe siri. Sikiliza nikupe siri hapa, sikiliza. Naomba mtumishi wa Mungu nisomee John chapter 1. Naomba unisomee verse 13. Kufanyika mwana wa Mungu, what happens? Uelewe kile shetani waga anapinga. A dead spirit can never worship God. You need a spirit that is alive. Sawa pendo, ngoja nikwambie, after sin, wakati Adam na Hawa walimkosea Mungu, spirit ya wanadamu yote ilikufa. We died. Spirit zetu zote zilikufa. And that is why wakati tunamwamini Yesu tunaokoka, so that our spirit can resurrect. Mpe Yesu makofi. So that our spirit can be alive. Ndio maana Mungu anasema he's searching for those people who will worship in spirit. Your spirit ili yabudu lazima iwe alive in you. You can never worship with a dead spirit. Your spirit must be alive. Kuwa alive ni nini? Jesus anasema, I am the way, the truth and the life. Mpe Yesu makofi. Jesus, unapomwamini, what comes into you, it is life. Na unajua kwa nini prodigal son alipomwacha baba yake akaenda mbali? Baba yake kuna maneno alisema. Mtu prodigal son aliporudi, baba yake akasema, I thank you Lord, kwa sababu mtoto wangu alikuwa amekufa na sasa amefufuka. Alikuwa amekufa wapi kwani? Yani baba alimaanisha kuwa mbali na baba ilikuwa ni kifo. Now when you are away from God, you are dead in the spirit. God cannot see you. God cannot help you. That's why you see, wakati prodigal son was away from his father, alikutana tu na nguruwe, mpaka chakula hana, mateso. That is how we are in this life. Wapendwa, when your spirit is dead, ndio maana ule prodigal son, babake akasema, my son alikuwa amekufa. Hakusema alikuwa ametoroka. Alikuwa amekufa. But when the son came back, akasema lakini sasa yuko hai. Mpe Yesu makofi. Hiyo uhai ndio naongea kuhusu. You need to be alive because you have 3 things in you. Ndani ya kila mwanadamu kuko na body, kuko na soul, kuko na the spirit. Nisikilize, you have the body. Hii body inakufa, ilipoteza umaana wake, because God did not create man ili mtu afe. Mungu alituumba tuishi milele. Lakini sin ikaleta nini? Ikaleta kifo. That's why today we die. Even if you are a bishop, you will die. Even if you are a pastor, you will die. Hata me one day, hii mwili haitakuwa. And that is a fact. Hata ukiwa masikini, hii mwili itaenda. Hata ukiwa tajiri, hii mwili itaenda. Ndio maana hatufai kutegemea hii mwili. It is nothing, hii mwili. The best way you can use kwa hii body, it is if this body you make it the temple of God. And hiyo ni spirit of God. Ndio nasema, don't you know that your body is the temple of God and the spirit of God lives in you? So when the spirit of God is in you, it makes this body a temple. Yesu makofi. Umenielewa? That is what you need. Now when that spirit in you inatakiwa kuwa hai. Hebu mtumishi wa Mungu nisomee hapo. Hauhitaji kupakwa mafuta, because mafuta itapakwa nje, lakini haitapakwa roho.
haitapakwa the spirit. The anointing oil cannot reach your spirit. Maji haiwezi kufikia spirit yako, haiwezi. You know, mimi siogopi about this controversial gospel na confusion ambazo zinaendelea. Wapendo, you better wake up and know the truth, because God is seeking not to be worshipped by everyone. He is seeking for those people ambao watamwabudu kwa roho na kweli. You don't need a church to worship in spirit and truth. Nisikilize, a church will not make you worship, because wewe worship inatakiwa iwe ndani yako. It is not a church. Some people they worship because they go to church. But you, worship comes from you. Leo wapendwa, let me tell you, a building without anyone, ni worship gani hiyo? Hakuna worship. Kwa nini? Kwa sababu si kanisa leo, today is on a Friday. Kanisa mingi ukitembea sisi zimefungwa, sisi ziko na kufuli, wanangoja Sunday wafungue. Lakini wewe huko, you can worship anywhere. Mpe Yesu makofi. Yeah, you can worship anytime. Ukiwa kazini, ukiwa unatembea, when your spirit is alive. Because even when you are walking, things, mambo ni mingi kwa hii dunia, wapendwa. Let me tell you, some of us, whether it sounds good or bad, useme pastor ati ana prophesy, usiogope kile nasema. You don't know, some of us, maybe after 1 year, hatutakuwa. After 2 years, hatutakuwa. After 3 years, hatutakuwa. Wengine after 10 years, hatutakuwa. And when you move out of this world, hautaenda na kanisa yako. Your pastor will be nowhere. Your wife will be nowhere. Your friends will be nowhere. Kazi yako haitakuwa anywhere kukusimamia. Your money will not help you. But if your spirit iko alive with God, you will have eternal life. Mpe Yesu makofi. And that is the gospel. We don't preach things. So the Bible says, uzima wa mtu hauko kwa wingi wa vitu alivyonavyo. Wapendwa, these are spiritual issues. It's about wewe and with the walk between you and God. This same God is the God that will make you prosperous. The same God, wapendwa, in true worship. Hebu sikiza, kuna kitu hapa, ngoja kidogo mtumishi wa Mungu kabla usome. Angalia, kuna kitu nataka uelewe hapa. Inasema hivi, sikiliza. Ibilisi akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, liambiwe jiwe hili liwe mkate. Yesu akamjibu, imeandikwa ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu. Listen to Jesus, what he saying. Jesus is in need. Ako na hitaji. Juu amefast for 40 days. Yuko na njaa. And the devil will always come wakati uko na tatizo. When you are in need, wakati unahitaji kazi, hapo ndio unakutanga kimzee kinatokea. Kinakwambia, kasichana unatafuta kazi, mimi naweza kukupa kazi. Only under one condition. Wacha tulale pamoja. You have no option. The devil will always come. Wapendwa, nataka uelewe temptation ambayo iko meant to kill you. So if you don't know, wapendwa, utabakingi kwa temptation. That's why unaona watu kwa maisha wanakuaga kwa certain circles. Wengine wako kwa circles za ulevi tu, wengine wako kwa circles za sigara tu, wengine wako kwa circles za wanawake peke yake. Just circles, you don't move, kwa sababu it is a temptation ambayo ulishindwa. So hiyo inatumika, you are just there. Wengine wako kwa circles za masengenyo. Kuanzia asubuhi haunanga kazi nyingine unafanya, ni kusengenya na kuongea. You are just in that circle. That circle inaharibu kazi yako. That circle inaharibu ndoa yako. Wapendwa, can you develop ujue ni what kind of circle ina affect your life? Because Shetani waga anafanya kazi na certain circle. Kila jamii ukitembea, there is a certain pattern ambayo Shetani hutumia. Unakuta hii jamii yote, angalia baba alifanya hivi, angalia mtoto akafuata hiyo, akaenda hivi, angalia ndio huyo mtoto. Hizo ndio watu wanaitaga generational curses. It is a circle ambayo Shetani anatumia. That is why even if you are married today, unawacha mke, kesho unaoa, unabaki unaoa tena unawachana, kesho kutwa unaoa tena, because it is a certain pattern. Shetani waga anatumia a certain pattern in life. Naye Mungu, wapendwa, waga anatumia a certain pattern in life. Ndio maana unaona, wapendwa, angalia Mungu alipoita mtu kama Abrahamu, angalia mtoto wa Abrahamu, Isaac. Operations zake, majaribu yake na njia zake zote zilikuwa kama za baba yake.
And that is why unaona wakati if you want to break the pattern in your life, that circle, wakati unafika unasema I want to follow God, kuanzia wewe na ile generation yote inakujaga nyuma yako, you will save them. Mpe Yesu makofi. It is you ambaye unajua ukweli. Otherwise, if you don't come out of that, your generation yote that they follow that pattern. Hakunanga majaribu mpya. Hakuna. If today we are talking about prostitute, Jesus aliokoa prostitutes wengi. Leo tukiongea kuhusu waizi, mwizi alikuwa msalabani. Look at this. There's nothing new. If today we talk about kings and leaders, David was a king. There's nothing new. If we talk about beautiful women today, they were there, even in the past. Anything you can think of, there is nothing new. Solomon anasema, there is nothing new. Kwa hivyo shetani waga na operate the same way he used to operate. Lakini mbona mtu anashindangwa? Ati hata ukisikia ate mwizi amechomwa, unaona gari amechomwa, na wewe ni mwizi, bado unaona huyo si mimi, huyo ni yeye. Mpaka siku ile wewe utapatikana uchomwe, sasa ndio mwingine naye atasema huyo amechomwa, huyo ni yeye, si mimi. So look at that. Sasa kazi ya shetani ni kuiba, kuwa na kuharibu. Okay, unaona? So don't allow. Hebu angalia. Angalia hapa inasema Yesu ukiwa ndiwe mwana wa Mungu. Naomba unisome hapo pa mwana wa Mungu. So you understand unafanyika mwana wa Mungu vipi? Kwa sababu hii ni decision lazima uifanye. God cannot come into your life automatically. Mtu asikudanganye. Yesu waga haingii kwa maisha ya mtu automatically. Some people they think just because they go to church they have Jesus. There are so many people in churches they don't have Jesus. There are so many people who are in religion they think they have God and they don't have God. Hiyo sio assumption. Just because your father is a preacher does not qualify you to have God. You have to make your own decision. That's why Abraham made his decision. When Isaac came, he made his own decision. You are not born again automatically. You have to decide. You have to confess. Naomba unisomee hapo. Hii ndio shetani anapiga sana, kwa sababu kama wewe sio mwana wa Mungu, your worship does not go to God. Haiendi kwa Mungu. Na hiyo ndio shetani anapiga sana. And your worship waga inakuwa imekamatana na maisha yako hivi. Sikiliza nikwambie, unaona ibada yako kati ya wewe na Mungu inakuwaga imeshikana na maisha yako hivi. You cannot separate your worship with God na maisha yako. Kwa sababu huyu Mungu ndio anga anatoa watu kwa mashida. Huyu Mungu ndio aliangalia Haga, yule kijakazi wa Sarai akiwa kwa shida, akamuita huyu Mungu wa kweli na Mungu akamsaidia. Huyo Mungu wapendwa, unakumbuka issue ya Meshach, Shadrach na Abednego? The issue was about worship. Mfalme alikuwa anataka they worship other gods. Wakasema hatuinamii miungu ingine, afadhali tuingie kwa moto. You see? Vita ya shetani ni to mislead people in worship. When you see false prophets, it is because shetani yuko anataka wengi wakuwe misled. Because if you don't worship God rightly, your life can never be right. Imejaa mikosi, inakuanga imejaa mashida. When you try to do anything, you cannot succeed. Kwa sababu when you don't worship God truly, if you don't worship God truly, you have no power. You are powerless. You could have money, but you are powerless. Na hiyo pesa haikusaidi. That is the issue. Hebu naomba unisome hapo. Unafanyika mwana wa Mungu vipi? Because this is a portion ambayo Mungu ameiweka for everybody. Uko masikini, it is your portion. Uko tajiri, it is your portion. Sababu when the spiritual wakati vita ya kiroho inakuja, mapepo hawezi kuyapiga na masomo. Nguvu za shetani huwezi zipiga na nguvu ya kiwanadamu, hawezi. That is why you need God. Hebu naomba nisome hapo. Mtumishi wa Mungu nisome. Amen. Kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 1 tuanze mstari wa 12. Bali wote waliompokea
aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Mstari wa 13, waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Mpe Yesu makofi. Wote waliompokea aliwapa uwezo kufanyika wana. Hapo ndio inaanzia, hapo ndio ushindi unaanzia. Wote waliompokea. Kwa hivyo ndio maana unaona wapendwa, everything ambacho unaona neno imeandikwa, it is so that people can believe. Every miracle that Jesus performed, he performed so that people can believe, and when they believe wapokee hiyo uzima. Miracles hazikuweza kuentertain watu. Jesus performed miracle so that people can believe and see the power of God. Hili neno likawekwa ili katika kulisikia tukajue, tukajifunze, tukaamini, tukaone the power of God. Ndio maana unaona watu wote wameandikwa kwenye Biblia inakuonyesha the power of God, so that you can see the power of God and believe. Kwa hivyo the issue is believing. Ndio Biblia inasema wote waliompokea. You know, when you believe unampokea huyu Yesu. Ndio maana faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Tuwapendwa, even wakati unaokoka, there are two things. Wakati unaokoka, two things which are necessary. One of the thing ni you believe with your heart. The second thing is you confess with your mouth, and then you receive salvation. It is that simple. Hii yote unaona injili, it is so that you can believe. Na sasa inasema wote waliompokea aliwapa uwezo. Huo uwezo, it is that power to overcome the enemy, to overcome everything. Uwezo kufanyika mwana. Wapendwa, in order to kuweza nguvu zote za kigiza, you have to be in the kingdom of God. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. The kingdom of God. Life is not physical, life is spiritual. A physical man haezi shinda a spiritual man hata siku moja. Ndio maana unaona shetani anaweza kukupiga lakini huwezi mpiga. Mwaiko na mtu anasema anakimbizwa na sijui nini, anakimbia, anaona vitu, anasema anakimbizwa, anakimbia, na wewe ukimuuliza iko wapi, wewe uioni, yeye anaziona. The spiritual can torment you. But when you are a spiritual man, that's why you need God in your life. You need Jesus. Sasa yeye ndio mwenye nguvu zote na mamlaka yote. Hallelujah. Sema amen kama unaelewa. Hallelujah. Wapendwa, our portion ambayo tumepewa na Mungu is victory. Tumepewa ushindi kwa mambo yote, mambo ya maisha haya, katika kila jambo. Lakini ushindi, you have to make a decision. Inasema wote waliompokea aliwapa uwezo kufanyika wana. Ndio maana shetani akajua kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, ndio akamletea doubt. Kama vile watu wengi shetani huaga anawaletea doubt wakati wanapitia hali ngumu, mpaka sangine unasema kweli Mungu yuko na mimi, umeokoka. Shetani anakuuliza, kama wewe ni mwana wa Mungu mbona hauna kazi? Kama wewe ni mwana wa Mungu mbona hauna hii? Kama wewe ni mwana wa Mungu mbona? Kama ni mwana wa Mungu mbona hatuoni hata kama ni financial uko chini, mbona maisha yako hivi? Mbona hauna kitu? Kama wewe ni mwana wa Mungu. Sasa shetani waga analeta hiyo doubt. Yesu akamwambia hivi, akamjibu, mtu hataishi kwa mkate tu. Na ukumbuke Yesu alikuwa anahitaji nini? Mkate. Ni kweli alikuwa anahitaji, kwa sababu alikuwa na njaa. Lakini akamwambia mtu hataishi kwa mkate tu, ila kila neno. Mpe Yesu makofi. Ila kila neno. This word of God is life. Ili neno unajua lina provide hata mkate. Ili neno. Ama ujui wakati Yesu alikuwa na wanafunzi wake hata jangwani, wapendwa, aka give thanks, watu wakakula mikate mpaka wakabakisha. Ili neno hakuna kitu aliwezi leta. Ili neno linaleta kazi.
Hili neno linaleta uponyaji. Hili neno linaleta afya. Hili neno wapendwa laweza kukufutia kesi ambayo umeonewa. Hili neno wapendwa linaweza kukutoa mahali ambapo huwezi kutoka. The word of God. Mpe Yesu makofi. Na hiyo shetani anajua. Kama shetani anajua hiyo information na wewe hujui, tabaki hapo ukisema tu shida matatizo. Tunapoenda kumaliza wapendwa, angalia hivi. Inasema hivi, akampandisha juu akamwonyesha milki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Sikiliza hiyo statement vizuri. Hawezi kuonyeshwa dunia kwa dakika moja. Now look, nataka nikueleze kitu. Unaona ukiwa umekaa hapo, do you know, can I tell you something? Sikiza nikwambie. Unaona vile umekaa hapo? Here the Bible is talking about your mind. Do you know, if I talk about America right now, you can be seated there and you go to America. Bwana Yesu asifiwe. Nipungie mkono. Unaona ukiwa umekaa hapo saizi, you are in a certain world. Your mind, the mind is the world the Bible is talking about. Bwana Yesu asifiwe. Nataka uelewe your point. Your mind is the world the Bible is talking about. Your mind is a world. Ukiwa sasa umekaa hapo, najua wengine hata labda wako, wengine wanasikiza, lakini wengine in their world anasema, na by the way, ile ugali niliweka vizuri pale, na by the way nikitoka hapa naenda wapi, na by the way mke wangu saizi anaongea na nani, na ile contract itaiva kweli, hii na huyu mtu amenisumbua, huyu mtu amenihangaisha, na ile kazi kweli nitapata, na by the way hata juu nimekaa hapa, nikitoka hapa na that is the world. That is what happened. That now the devil will always show you for a minute. Wapendwa, within a minute you can think a lot of things, evil things. That is what happened. The world is your mind. And that is skiza. Ukiwa hapa, you are, most of the people hata wengine hawako hapa. Even when I'm preaching, some of the people wamekaa hapa yuko mbali. Mwingine amekaa mahali hata anajiweka kitanzi, anaona sasa hata amekufa, amevaa vile amevaa, anaona vile atahang. Mwingine anaona anapanga kitu kwa just in the world, anaonyeshwa yuko hapa. That is what happened to Jesus. The devil will always, kwa hiyo dunia atakuonyesha mambo. Mwingine anajiuliza, na ile pesa by the way, ile pesa, hata unaweza kuta unahubiri mtu anasema, by the way kuna ile pesa niliweka kwa mfuko, bado iko. Uone tu niko katikati ya mahubiri, unaona mtu anafanya hivi, anaona iko, because of the world. The world. So the Bible is talking about, inaposema akampeleka for 1 second, akamwonyesha. Imagine 1 second, you cannot see the world na second hivi. So inakuelewesha the spiritual issues. Inakuonyesha he took him, kama vile sasa umechukuliwa. Kuna mtu saizi maisha imemgonga, kuna mali yuko kwa world nyingine, hajanunua rat, lakini shetani anamwonyesha. Unajua unaweza enda kwa duka ununue rat, anaona ndio hiyo rat, anaona ameenda. Mwingine anaona mwingine anaangalia mashida zake, anaona by the way jana kulikuwa hivi na leo kuko hivi, by the way na sasa nitafanya aje hapa, na huyu mwanaume ananisumbua sana, wanaume ni by the way, kwa nini niliolewa na huyu, hata afadhali ningeolewa na Joroge, huyu Kamau hapana, by the way hapa nilifanya ujinga. It is a world. Anapelekwa hivi, na by the way hii kazi, hii mshahara imekaa hivi, unaona aje? It is a world. Hata ukiona watu wanatembeanga njiani, hawako, akili zao hazikuangi njiani, they are in a world. Ndio maana unakutanga mtu, unaona unaweza tembea njiani uone mtu anasema ati nini, nauliza mtu anaongea na nani? Yuko kwa dunia, in the world, amepelekwa mahali. Because shetani waka anakupeleka in a world so that he can kill you there. May God help you wapendwa. Chochote ambacho shetani anakuonyesha ukishinde, mpe Yesu makofi. Don't be taken by that world ambayo inakuonyesha wewe, hebu angalia wenu, angalia watu wa kwenu. Kuna mtu amefanikiwa kwenu, wewe ni nani wewe? Wewe utaenda wapi? Angalia sister yako aliolewa akawachwa, angalia brother yako, hebu angalia hata huyu nani ndio amejaribu. It is a world. Now if you are taken with that world, unaanza ku make decision. Shetani akikupeleka kwa world, unaanzanga ku make decision. Hiyo ndio inafanyanga unauliza, hata unauliza bibi ametoka kwa nyumba ameenda kwa soko, halafu unaanza kusema na by the way amekawia, na pale kwa kona kuna mtu anaongeanga na Yesu, ama anaweza kuwa hapa. Na shetani
is a liar. Anajua kuconnect the world. Na wapendwa, unaona kabisa mama ameenda, hata akirudi kwa nyumba, akiingia kwa mlango, unaanza kusikia marashi ambayo hakuna. Au unamuuliza, na hiyo marashi umetoa wapi? Na pengine hata nikajasho tu. Unajua, because it is the world. Shetani waga anapenda kuspoil your world so that you can make decision. Hivi ndio akamwendea Yesu. Akampengalia kwa sekunde moja. That is why unaona mtu akijiua, waga ukiona mtu amefika mahali anajiua, anakuaga amepelekwa kwa the world. Amezungushwa, ameambiwa angalia mama hakujali, watu wako hawakujali, brother zako wote wamekutenga, angalia, angalia venye uko desperate, angalia venye uko sura mbaya, ndio maana yule mwanaume alikuacha, ndio maana hata wanaume wote wanga wanakutoroka, angalia venye unakaa, angalia, anakupeleka kwa world mpaka unaona mtu amefika mahali anafanya ana make decision ya kujiua. Na shetani anakuambia fanya hivyo haraka, fanya haraka, fanya haraka, fanya haraka. Ni kama ule mfano nilikuwa nakupatia, shetani ana njia ya kukuharakisha. Ndio maana Biblia inasema wale ambao wanamgoja Mungu watapata nguvu mpya. Mpe Yesu makofi. There is power in waiting. Wakati unapitia hali ngumu, learn to be patient. God anasema be still and know that I am God. Wana wa Israeli walikuwa wanaenda kukumbana na bahari. Mbele ni bahari na nyuma ni maadui. Mungu anawaambia be still. In this life, wapendwa, learn to be still. Wakati marriage yako inawaka moto, wakati hauna kazi, be still, be calm. The Bible says two things: be still and know that I am God. Mpe Yesu makofi. Be still. Ndoa inawaka moto, tulia. Wacha kukimbizana na visu na mapanga. Wacha kukimbizana na mtu, ate utaniona, huyo mwanamke mnatembeana na yeye, hebu leta simu yako nione. Wacha hiyo mambo. It is tearing you up. The devil is taking you in a world ambayo wewe ndio itaharibu. But when you are still and know God is God, the devil is scared. Those people who know they are God, the Bible says they shall do exploits. Shetani wanga haogopi ile maombi unaomba sana. Nisikilize, shetani wanga anatishwa na watu ambao they are still knowing that God is God. Huyo shetani wanga anaogopa. You can pray too much but you are not still and you don't know God is God. Sasa hii dunia ikaenda hivyo. Hebu angalia, naomba kidogo nimalize. Inasema Ibilisi akamwambia Yesu, angalia, akampandisha juu, akamwonyesha milki zote za dunia kwa dakika moja. Anamuonyesha wealth. Unaona? Shetani kile anaonyesha Yesu wealth. Angalia hivi. Ibilisi akamwambia nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yoyote nipendayo. Akamwambia basi wewe, sikiliza vile shetani anamwambia, basi wewe ukisujudu mbele yangu yote yatakuwa yako. Shetani anamwambia Yesu, mwana wa Mungu, ati ukininamia tu uabudu. Ndio nakwambia the devil knows there is wealth in worship. Mpe Yesu makofi. Wakati unamwabudu, shetani anajua. Hakuongea kitu hajui. Alikuwa anajua Yesu ni mwana wa Mungu. And Jesus knew this principle. Unaona? Wengi wameabudu vitu. Angalia watu wengi. People are giving sacrifice even their children so that they can be wealthy. People are killing to have money. People are killing their husbands to have money. People are killing. Watu wanatoa watoto wao sacrifice. Watoto wengine unaonanga huku wakiwa wazimu, ni wazazi wao waliwatoa so that they can be wealthy. I'm telling you, mwanzo nilipokuwa naanza nikwambia there are three types of people. Watu ambao wanaoperate na Mungu 100%. Kitu cha pili, watu ambao wanatumia bidii yao wako ulimwengu. Kitu cha tatu, watu ambao wanatumia nini? Mashetani wako. And these people you will see them and they are wealthy and they have money na wanakaa wako class, lakini mioyo yao wanakufa, wanaumia, wanateseka, wana regret, lakini hawezi kujitoa because they sold their souls to devil. You know, when you sell your soul to devil, you can never recover. Mtu asikudanganye. If you deny God your soul and sold it, mtu usiasikia mtu atanasema ati nilikuwa nimeingia kwa mashetani ati sasa nimetoka. Is a lie. Hakuangi ametoka. Once you sell your soul to the devil, you can never restore it back. You can't. Hawezi. Ndio maana nawahatarisha
Wapendwa, wait upon God. Hata ukiwa masikini, wapendwa. I know of one artist, wakati nilikuwa na studio, I could record music. Wakati nilikuwa na studio, one of the artists, sitamtaja jina, he came to me nimfanyie music. Hakuwa na pesa, so kwa ile kusaidia mtu nikamsaidia. I recorded his music. Nilipomrekodia music hakuwa na pesa, I did it for free. But akaenda akapeleka kwa station, akapeleka wapi, akaniambia, akafika mahali anatengeneza jina tu linakuja, anaanza kuitwa interview nini. Akafika mahali akaniambia, mimi nataka kwenda level nyingine na nimeamua I want to do 1 2 3. Kwa sababu alikutana na watu wakamwelekeza, ukifanya hivi na hivi na hivi, you sign this contract, itakuwa hivi na hivi na utakuwa hivi. So the guy came to me. He was a young man. Kaongea naye nikamshauri, do you know what you are doing here? It is your soul you are selling. Unaingia kwa kitu si sawa. Yes, you will have money, you will drive big cars, utajenga, lakini you will never settle. Nikifikiri ni mchezo, the guy went there. Hakusikia maneno yangu. Akaenda huko, akajoin, akaendesha magari kubwa sana. Maisha yake kakani kama imebadilika. But the funny thing, the guy could sacrifice hana familia, haezioa. The guy could be forced to sleep with the mother. Mpaka wakakaa mahali wanaongea na mamake, wanaambia, mom, so that we can make money, we need to sleep with you. That is the condition I've been given. Either I die or we be sleeping with you. Ikabidi mamake akubali. Look at that. And that is his life. Usione watu wanatembea huko. Ati unaona mtu anaendesha gari unasema, "Woi, my dreams, I would like to be like him." Wait upon God. Wacha Mungu akupe gari yako, kazi yako, pesa yako, nyumba yako kwa njia safi. Mpe Yesu makofi. It might take long. Sikiliza wapendwa. You know one thing na shetani, kwa shetani it does not take long. Do you know why? Kwa shetani haichukuagi long. Because he want to win your soul and finish you. God can never give you wealth without disciplining you. God will not, every blessing ambayo inatokana na Mungu, he must make you. God does not start with blessing you. He starts with making you. Shetani waka haanzi na making you. Hana haja kukutengeneza, kazi yake ni kuiba, kuwa na kuharibu. So that is why it is easily, if you denounce God, you can have wealth. That's why unaona kuna dini zingine, ukisema simutaki Yesu na nimemkana, unaambiwa chukua gari, chukua nyumba, tunakujengea kila kitu. Just because of denouncing Christ. If you want to be rich within a second, it is very possible. You can go to a certain religion and you say, I don't want Jesus. I was a Christian and I don't want Jesus now. Ukisema tu hivyo, unaambiwa, are you sure? Utajengewa nyumba, utanunuliwa gari na utapewa pesa. Pesa. So upi watu waka hawaelewi. But one thing you do, you sell your soul. These are spiritual things. Hakuna kanisa utahubiriwa hii, because even most of the preachers, most of the musicians wako kwa hizo vitu. Most of the thing unaita altars. Hizo unasema ateo naendanga kanisa. When you don't know God, wapendwa, these are things which are happening worldwide. Si hapa Kenya peke yake, everywhere. Unaangalia tu watu unaona they are well. Some of them wamejinvolve na mashetani. Wapendwa, mbona watu wanaendaka kwa waganga? Don't they know God is there? Na mbona mtu ana akili yake anaenda kwa mganga? For what? Because of power. Power to do what? Power ya kwenda juu. Wanasahau kwamba the mightier power ni ya Mungu. Wapendwa, it might take time. You know, people wanaachanga mambo ya Mungu because it takes time. God can never bless you without preparing you. God's training is very long. But when you are through with that, unatokea na glorious life. Mpe Yesu makofi. Watu wanauliza, huyu ni huyu kweli? Everything that you want God yuko navyo. Ndio inasema baraka za Mungu zinakujaga na hazina majuto. Everything. Lakini shetani waga anakuletea counterfeit na anakuua. Ananga chake. I wish you knew this truth. Mi waga sikimbia ati nitafute, ati mtu aniombe, ati nipate gari, ati niombe baraka. No, you don't need to do those things.
Because if you obey God, wapendwa sikiliza, if you obey God, a blessing is not kwa Mungu, si ate woi tafadhali Mungu nibariki, woi tafadhali Mungu niongezee masiku. Hakuna. It is a principle, na Mungu anasema he is a covenant keeping God. Mpesu makofi. If you obey him, he will bless you. He will bless your business. He will bless hata uzazi wako, hata kabiashara kadogo. Why are people begging? People are begging because they are not moving in the principles of God. Na ndio maana wanatafuta makuhani wa kuwapaka mafuta, watumie vitu, wawadanganye, watumie nguvu, watumie mambo ili wao wabarikiwe. But let me tell you, you are bewitching yourself. Utauzia hiyo mafuta, unaroga familia yako. Utauzia because some of these people you go to, they go to demonic things. Hawa watu wengine mnafuatanga hawa, sababu usipomfuata Yesu, anytime umemwacha Yesu na unafuata watu, you will be deceived. Kesho na kesho kutu unasema mimi pastor kila saa nikipata mimba inaabotika, nikipata mimba inaabotika, nikipata mimba inaabotika. You don't know what is happening, but you don't know what you did. Some of places watu wako unasikianga issues. Where my friend, why don't you wait upon God? Why don't you obey God? Mbona usingoje Mungu akubariki kwa njia yake? Mungu ni mwaminifu. Mpe Yesu makofi. Mungu ni mwaminifu. He is the same God. Sasa inasema hivi, Ibilisi akamwambia nitakupa wewe enzi hii yote. Akamwambia kile utafanya, uniabudu tu, unisujudie mbele yangu yote, na yote yatakuwa yako. Yesu akajibu, sikiliza vile Yesu anajibu. Yesu akajibu akamwambia imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Kalia. Yesu anamwambia imeandikwa umwabudu Bwana, umsujudie yeye peke yake, si wewe shetani. Na sio shetani amemwambia I will give you all. Shetani hata leo ana hiyo tabia ya kuambia watu nitakupa kila kitu. Ndio maana unaona mashirika ya kishetani, they can give you money. You are not working but your wardrobe is full of money. Na ndio maana unakutana some of those people hata hawezi kukusaidia. Umewahi kujiuliza kwa nini mlevi? Sikiliza, nikupe mfano kwa njia ya shetani uelewe. Mlevi mtaenda kwa bar, mnakunywanga na yeye. Lakini kama nyumba yako inafungwa, umwambie sina house rent, hawezi kukupa house rent. Ukimwambia mtoto wangu ni mgonjwa, hawezi kukupa pesa. Mwambie nisaidie na ngiri moja, watu wangu wanalala njaa, hawezi. Lakini atakununulia mzinga ya 6,000. That is a strategy ya shetani. He can give you everything to destroy you, not to build you. But God, everything that God gives you, it is to build you. Mpe Yesu makofi. Wapendwa, tuelewe njia za shetani na njia za Mungu. Hapo ndio isho watu wako. Ati unatafuta baraka, unatafuta kuendelea, unatafuta wapi kwingine kama si kwa Mungu? Wapi? Wapi? Tunapomalizia akamwambia tena, ukiwa wewe ndio mwana wa Mungu, ikiwa ni mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa atakutumia malaika. Sasa anataka Yesu, wapendwa, anataka Yesu sasa amjaribu Mungu. Most of the people waga wanaishi maisha ya kumjaribu Mungu. You are careless with this life. Angalia. Unafanya mambo maovu lakini una expect goodness from God. Unataka kubarikiwa, unataka kuinuliwa. But the kind of life that you are living cannot allow the blessings of God in your life. Sasa anaambia Yesu atiajirushe. Juu maandiko yanasema wengi waga tunajitupa kwa mambo maovu. Tunajitupa kwa ulevi, tunajitupa kwa wizi, tunajitupa kwa mambo mabaya, tunajitupa kwa uganga, tunajitupa kwa mambo mavituko. But tunasema Mungu yupo, lakini si tunajitupa. Mungu, Yesu akamjibu, imeandikwa usimjaribu Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Usimjaribu Mungu. Just be faithful. Obey God. Utaona the goodness of God. Ninapomaliza inasema hivi. Yesu akajibu akamwambia,
imenenwa usimjaribu Bwana Mungu wako. Mstari wa 13 inasema hivi, basi alipomaliza kila jaribu. Sema alipomaliza kila jaribu. Wapendwa, kuna mwisho wa majaribu. Mpe Yesu makofi. Kuna mwisho. Si ati utakuwa unajaribiwa kila unajaribiwa unashinda. Ukiona unashinda tu pale there is a problem. You need to address that problem. Yesu alijaribiwa na ikafika mahali Biblia inasema alipomaliza majaribu. Ndio maana siku nyingine nilikuwa nahubiri nikakwambia hata kama kuna jaribu, Mungu waga anatengeneza na mlango wa kutokea. Huo ni mwisho wa hiyo jaribu. Mpe Yesu makofi. There is hope. Sijui unapitia nini, but in order for you to overcome what you need, unahitaji Mungu kwa maisha yako. You need Jesus in your life. You need kusimama kwa neno la Mungu wapendwa. Unahitaji kusimamia neno la Mungu, sio maneno ya watu, sio vile watu wanawaza, sio vile unawaza wapendwa. Yesu alikuwa na mawazo yake, lakini hakutumia mawazo yake, hakutumia reasoning yake. Alisema neno linasema. Yesu ni mwana wa Mungu, yeye mwenyewe ndio neno, lakini alikuwa anamwambia shetani, the word says the only way you can overcome the devil it is through the word of God. Mpe Yesu makofi. That is the sword ambayo itakata shetani, itaharibu nguvu zake, itaharibu kuta zote. The word of God. Naomba tusimame. Nothing else. Hilo jaribu unapitia, hiyo challenge unapitia, hakuna jaribu halina mlango. Hakuna shida haina suluhisho. Mtu asikudanganye. Mtu asikudanganye. Lakini you can only overcome through the word of God. That is the only way. You can overcome through the word of God. Hiyo tu, hapo ndio utaweza. Naomba tusome the book umesimama. The book of John chapter 3 verse 3. Inasema Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Sikiliza wapendwa, hawezi. Hivyo ndio watu wanafanyika wana wa Mungu. Kuzaliwa mara ya pili. Your spirit becomes alive. When your spirit is alive, every prayer you pray, your faith in God, every temptation inakuja, lazima utashinda. Because your spirit is alive. Wapendwa, ufalme unaanzia hapa. When you are in the kingdom of God, the kingdom of Satan cannot shake you. The kingdom of man cannot shake you. In the whole world, there are only 3 kingdoms. The kingdom of God, the kingdom of man, and the kingdom of Satan. If you're in the kingdom of God, the kingdom of man, and the satanic kingdom hazikuwezi. I am telling you the truth. The kingdom of men zinaweza kuwa ni vikwazo, masengenyo, madharau, zinaleta mambo kama hayo. The kingdom of Satan zinaleta magonjwa, umasikini, mavitu hayaeleweki. But the kingdom of God, in the kingdom of God kuna uhai, kuna ushindi, kuna mambo mazuri, kuna utajiri. Wapendo, I'm telling you, God is rich. Very rich. He made Abraham so rich. He made Job very rich. Twice Job did not ask to become rich. He made Solomon. He gave Solomon wisdom and he made him a very rich man. Mpaka leo Biblia inasema hakuna mtu ambaye tajirika kama Solomon. But Solomon did not ask for wealth. The church ya sasa imepoteza direction. The more you are seeking for things, you are getting closer to Satan. Because Satan anatumianga vitu kudanganya soul. But the more you are getting to God, the more things will get to you. Mpe Yesu makofi. That is the truth. Hauhitaji kuombewa na maombi ya nguvu, kupigwa, kusukumwa. Your life changer. Pokea kazi. Pokea. When you get your spirit to be alive kwa Mungu, hakika will give you the direction. He will change your life. Naomba tufumbe macho tunapoenda kuomba. Fumba macho. Uko hapo, umesikia ujumbe wa Mungu, na maybe you have never given your life to Christ. You need to make this decision. Kwa sababu nimekuambia hakuna shida haina suluhisho. But suluhisho inaanza na kumjua Mungu. Kumbuka, God is the creator of the universe, the maker of heaven and earth. God created pastors. God created each and every human being. Ni Mungu alikuumba wewe. Before pastors were there, God was there. Before anything was there, God was there. So he knows the foundation. Anajua everything about this life. He knows the secret of this life. Wapendwa, shetani hakuwa kabla ya Mungu. God was there before Satan. He knows everything. Satan is just a liar. Uko hapa hujawahi kuokoka. You need to connect your life to God so that you can see the other
side of life. Umekuwa unaona upande mbaya, ninakwambia kuna upande mzuri, kuna upande wa kushinda, kuna upande wa amani. Nataka uinue mkono wako juu, we pray together. Unasema you want to give your life to Christ. Unasema unataka kuokoka, inua tu mkono wako juu. Usiogope watu. People can take you nowhere. It's about your life. It's about you, between you and God. Wachana na watu. Kila mtu waka anatengeneza maisha yake vile anataka. Wapendwa, kila mtu utengeneza maisha yake vile anataka. You say you want to give your life to Christ. Lift up your hand so that we can pray together. Lift up your hand wherever you are. Hata kama uko mbali, hata kama unaona uko mahali mbali, you can just lift up your hand. I want to pray together so that God can change your life. No one can change your life. Hakuna mchungaji atabadilisha maisha yako, not your friends, not your family. Wapendwa, let me tell you, it is only God the solution ya kila kitu kwa ya maisha. Nataka tuombe na wewe, nataka urudia haya maneno wewe ambaye unasema na umemaanisha you want to give your life to Christ. Sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, naja kwako. Mimi ni mwenye dhambi. Nisamehe dhambi zangu. Uandike majina yangu kwenye kitabu cha uzima. Tangu leo nimekiri kwa kinywa changu. Nimeamini kwa moyo wangu kwa Yesu Kristo ulikufa na ukafufuka ili nipokee uzima, ili nipokee wokovu, ili nipokee ushindi. Asante Yesu kuniokoa katika jina la Yesu Kristo. Asante Yesu. Karibu ndani ya moyo wangu. Niongoze na unitawale kwa mambo yote. Nimeokoka. Asante Yesu. Amen. Baba, anasema asante kwa huyo ameokoka, kakiri kwa kinywa chake, ameamini kwa moyo wake. Hakika Mungu, asante kwa sababu yote anakuja kwako. Hakuna yote uaga unamkataa. Wewe unawakubali wote. Asante kwa sababu Baba, hata huyu hajafanya moyo wake kuwa mgumu, bali amesikia neno lako na akachukua hatua. Naomba Baba ukamsaidie popote ambapo shetani alikuwa ameweka vikwazo na vifungo na vizuizi kwa maisha yake, kuanzia sasa vikafunguliwe kwa uwezo wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Hilo jango ambalo amekuwa, hiyo njaa ambayo amekuwa anapitia, kuanzia sasa akaone ushindi mkuu kupitia Roho wako Mtakatifu katika jina la Yesu. Baba, msaidie kusimama kwa majaribu yote. In the mighty name of Jesus Christ, I say thank you because this is a new creature. Mambo ya kale yote yamepita, umemsamehe dhambi zote, umemtakasa, anaanza the new page kwa maisha yake. Baba, muonekanie katika jina la Yesu Kristo. Naomba yote nikiwa nimeamini. Sema amen. Wewe ambaye umeokoka, usiondoke. Watumishi wa Mungu wako hapa. Pastor Kevin yuko pale na watumishi wa Mungu, ongea nao, watakuhudumia. Unahitaji lolote, inua mkono wako juu. God is a provider. Yesu Kristo alipokuwa katika majaribu, inua tu mkono wako juu. Ni jaribu la ndoa, ni jaribu la magonjwa, ni jaribu la kazi, ni jaribu la kila aina, ni jaribu la kesi, anything, inua tu mkono wako juu. Popote ulipo mgonjwa, kazi yote, chochote, popote ambapo unapitia jaribu lolote ambao unataka Mungu akusaidie, nataka uinue mkono wako juu. Wapendwa, nataka uinue tu mkono wako juu. Huo mkono unaoinua, it is prophetic. Unainua mkono, inaonyesha, ina symbolize surrendering to God. Sio kwangu, hauinui kwangu. Nataka utumie kinywa chako, mwambie Mungu kuhusu hilo hitaji. Naomba umwambie Mungu kwa kinywa chako. There is power when you speak to God. Wapendwa, kunayo nguvu unapotumia kinywa chako, because your mouth is always connected to your heart. Nataka umwambie Mungu kuhusu hilo hitaji. Tumia mdomo wako vizuri. Mwambie Mungu, speak to God, speak to God. Nataka umwambie Mungu hicho unataka akufanyie. Nataka umwambie Mungu, God is faithful. Yesu Kristo, wapendwa, Mungu alimwezesha kwa yote. Wapendwa, hakukosa mkate pale. Mungu alimtoa akamsaidia, because the word of God ni zaidi ya mkate, ni zaidi ya hitaji. That means with this word inatengeneza hata mkate, anything that you need. Ili neno limebeba. Inua mkono wako juu, tuombe pamoja sasa. Asante Mungu kwa watumishi wako ambao wamenyenyekea mbele zako. Tumeinua mikono yetu juu wote Baba. Is a sign of humbling ourselves before you. Is a sign of showing that my Father, tuna surrender before you. It is a sign ambao Baba tunakuangalia wewe. Baba, our strength hatuwezi lolote. My Father, your word, it is through your word that we can overcome. It is through the blood of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo,
Nasema asante Mungu kwa mikono ya watumishi wako. Wana mahitaji tofauti tofauti. Wengine ni kazi, wengine wamekuwa wagonjwa, wengine wana wagonjwa. Kile ambacho ninanena, hilo neno la uponyaji juu ya maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Minyororo yoyote, vizuizi vyovyote, kuta zozote za ibilisi na zibomoe in the spiritual realm katika jina la Yesu Kristo. I speak fire of the Holy Spirit, iangushe nguvu zote za giza in the mighty name of Jesus Christ. Hizo circles ambazo shetani amewaweka kushinda wakizunguka mahali pamoja, zinazivunja sasa katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu na kukaribisha ukawapiganie, ukawaongoze. Wasio na kazi wape kazi, kutana na mahitaji. Walio wagonjwa, may they receive their healing right now. Walio na wagonjwa, mahali ambapo hawa wagonjwa wako, I speak the word of life katika jina la Yesu Kristo. Wakainuke kutoka kwa hizo vitanda kwa uwezo wa Roho Mtakatifu in the mighty name of Jesus Christ. Wengine wamesikia bad reports, in the mighty name of Jesus Christ we turn those bad reports to be good reports in the mighty name of Jesus Christ. Asante Mungu kwa uaminifu wako. Asante kwa sababu umetenda. Mwambie Mungu asante. Asante Mungu kwa sababu umetenda. You are a faithful God. You are the true God. You are all powerful. Katika jina la Yesu Kristo, asante Mungu kwa sababu umetenda. Asante kwa sababu umetenda. Asante kwa sababu umewaponya. Asante kwa sababu umefungua milango. Asante kwa sababu Baba, it will be a testimony kwa wengine, kwa jamii zao. It shall be a testimony to the people. Shall be a testimony kwa dunia mzima, because you are doing, Mungu is greater. Thank you Jesus, thank you Jesus. Hata Baba, tunapoenda kuachana na kila mmoja anaenda shughuli zake, naomba kibali chako na baraka zako juu ya maisha ya watu wako katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba yote tukiwa tumeamini. Sema amen. Amen. Mungu akubariki sana. God bless you. Amani ya Yesu. Tutaonana kesho majaliwa. Mungu awabariki sana. Wale ambao wameokoka usiondoke, watumishi wa Mungu wako hapa watakuhudumia. Anyone ambaye anasema ameokoka, make sure utaona watumishi wa Mungu watakuhudumia, watakupa ushauri. God loves you. Mungu ana mpango mzuri juu ya maisha yako. Don't be worried. God is in control. With God all things are possible, not some things. All things are possible. Mungu akubariki sana. Amen.